kutoka kwa wachawi na wanajim, katika jina la Yesu, juu ya maisha, juu ya biashara, juu ya kazi, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninaendelea kusisitiza, kata kazi yako kufa, kata kazi ya biashara yako kuanguka, kata katika jina la Yesu. Ninasema kata. Inua kazi ya mume wako, inua biashara yake, inua kazi ya mke wako, inua biashara yake, inue mbele za Bwana, inue mbele za Bwana. Nasema inua hiyo kazi, nasema inua hiyo kazi, ninasema inua hiyo kazi. Rapasaka rabayanto robosika, katika jina la Yesu. Izungushie wigo wa moto kama vile Ayubu. Mungu akamshetani akamwambia Ayubu, si umemlinda? Katika jina la Yesu, zungushia kazi yako wigo wa moto, zungushia huduma yako wigo wa moto, katika jina la Yesu Kristo. Rapasaikoromosika. Haleluya. Sema nakataa kufanya kosa lolote litakalompa adui uhalali wa kuniua. Nakataa kosa lolote litakalompa adui uhalali wa kuniua. We hasira, we hasira, najua we ni mlango, kaa mbali na mimi. Haya, piga mlango wote ambao unaweza ukafunguliwa na adui katika jina la Yesu, kwa kusababisha shetani akapata nafasi ya kuingia kwa haraka katika jina la Yesu. Mara nyingi hasira ndio mlango wa kwanza katika jina la Yesu Kristo. Piga roho ya hasira katika jina la Yesu, ipige roho ya hasira. Mwambie, we hasira unakaa kifuani mwa mpumbavu, na mimi sio mpumbavu. Toka kwenye kifua changu, toka kwenye kifua changu, mimi sio mpumbavu. Mwambie, we hasira, mimi sio mpumbavu. Toka kwenye kifua changu, na kuambia we hasira, mimi sio mpumbavu. Toka kwenye hichi kifua katika jina la Yesu. Toka kwenye kifua cha mume wangu, toka kwenye kifua cha watoto wangu, maana Biblia inasema hasira inakaa kifuani. Kama watoto wako wana hasira, katika jina la Yesu, ondoa hiyo hasira kwenye kifua chao, ilipue hiyo hasira, ibomoe hiyo hasira. Kama iko ndani ya mume wako, ing'ofue hiyo hasira. Kama iko ndani ya mke wako, ng'ofua hiyo hasira katika jina la Yesu. Ilipue katika jina la Yesu, ilipue katika jina la Yesu, ilipue. Rapasaka rabayanto robosika ramamayanto robosaira rabayanto robosika ramamayanto robosika. Nasema nawe hasira ndani ya watoto wetu, tunakulipua. Toka katika jina la Yesu, tunakupiga toka katika jina la Yesu. Toka ndani yetu, toka ndani ya watoto wetu, toka ndani ya waume zetu, toka ndani ya wake zetu katika jina la Yesu. Toka ndani ya wazazi wetu. Nasema nawe hasira, ninakulipua leo, ninakupiga leo. Umeshanizuilia baraka zangu vya kutosha. Leo hasira lazima utoke, leo hasira lazima ung'oke. Ninakung'oa mpaka mizizi. Ninasema nawe hasira, ninakung'oa mpaka mizizi katika jina la Yesu Kristo. Ninang'oa mizizi yako. Rabayanto robosika rabayanta, katika jina la Yesu. Amen. Wakati wazee wa kanisa wanapita huko mbele, ninataka utafute mtu ambaye unaweza kushikana naye mkono. Haleluya. Hebu tafuta mtu kwa dakika 2-3 ambaye unajua huyu, tena umwangalie usoni, mwambie una uhakika utaniombea wewe. Haleluya. Haleluya. Naona mnawaiana. Haleluya. Mama Mtembe yuko hapa, Damaris. Haleluya. Unaenda, wewe ni mzee wa kanisa. Haleluya. Jamani, kuna dada yuko hapa tena, ni mgeni. Mtu mmoja mshike mkono. Haleluya. Hata mkikaa watatu sio mbaya. Amen. Amen. Alafu unasimama, tujitahidi tu usimame. Sitaki kuomba maombi hamna maombi ya ajabu tunaomba leo. Nataka tu uombe ulinzi. Omba tu ulinzi. Omba tu ulinzi. Muombe huyo ule mshika mkono ulinzi. Mungu akamlinde
katika jina sina roho za malipizi na roho za visasi. Basi sitaki kuomba kitu kingine, hiyo tu, vitu viwili, malipizi na visasi juu yake, juu ya familia yake. Kama na familia, anza kuomba, usinisubiri ndio naomba hivyo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rapayanto robosika, rabayanto robosika, naenda kinyume na roho ya malipizi na visasi juu ya kila anayesikia sauti mahali popote aliko duniani. Ninaifunga roho ya malipizi, ninaifunga roho ya visasi, haina mamlaka katika jina la Yesu. Nasema nawe roho ya malipizi, nasema nawe roho ya visasi, una mamlaka katika jina la Yesu. Una mamlaka, una mamlaka juu ya yoyote aliomba maombi haya. Ninatangaza ulinzi juu yake katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza ulinzi juu yake, ninatangaza ulinzi juu yake. Rapasaka rabayanto robosika, ramamayanto robosika, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tayari. Amina. Amen. Amen. Unaweza ukaketi. Yohana 6 mstari wa 51 mpaka 59. Anasema, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Kwa yule anayetusikiliza kwa njia ya mtandao, unaweza kuchukua mkate, unaweza kuchukua maji, hayana shida. Na mimi ninaomba kwa ajili ya huo mkate na maji hapo nyumbani. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninabadilisha mkate huo kuwa mwili wako Kristo, ninabadilisha maji hayo kuwa damu katika jina la Yesu Kristo. Basi naomba unatusikiliza kwa njia ya mtandao, tunaweza tukafanya ibada hii kwa pamoja. Kimbia tukachukue maji na kipande cha mkate na mambo yataenda. Yesu Kristo akasema, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Maneno hayo aliyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapernaum. Basi utaendelea kujitafakari wakati tunaanza kuja kuchukua, lakini usishiriki mpaka tutakaposhiriki kwa pamoja. Usingoje hata mstari, wewe njoo tu, muda umeenda. Damu ya Yesu inanena mema, 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 inatutakasa, 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 inatuhuisha, 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 inatuhuisha,
inatuhuisha, inatuhuisha, inatuhuisha, inatuhuisha, inatuhuisha, inatuhuisha. Sema Baba, katika jina la Yesu Kristo. Umesema Bwana, yoyote alaye mwili huu na kuinywa damu hii anaye uzima. Yoyote alaye mwili huu na kuinywa damu hii anaye uzima. E Mungu, jioni ya leo ninalitii neno lako kwa unyenyekevu mkubwa, nikiomba Bwana, siku hii ya leo chochote kilichopo kwenye mwili wangu ambacho si halali kuwapo kwa mwili huu na kwa damu hii kikapate kutoweka. Amen. Shiriki. Ukimaliza nakupa dakika 2-3. Zungumza na Mungu wako. Hebu sema tu na Mungu mahali uliko. Zungumza na Mungu juu ya afya yako. Zungumza na Mungu juu ya afya yako. Zungumza na Mungu juu ya afya yako. Zungumza na Mungu juu ya uzima wako. Zungumza na Mungu juu ya uhai wako. Mwambie Baba, niko hapa. Mwambie Jehova, niko hapa. Niko hapa Mungu. Niko hapa. Niko hapa Baba. Na mwili huu ulionipa, nami nimekula mwili wako na kuinywa damu yako, nikitangaza mauti yako ya msalaba hata ujapo, nikitangaza kusudi la msalaba likadhihirike kwa macho ya damu na nyama. Kusudi la msalaba Bwana likadhihirike sasa, likadhihirike kuanzia katika utosi mpaka katika unyayo, likauishe ubongo wangu, likahuishe macho yangu, likahuishe meno yangu, likahuishe mgongo wangu, likahuishe kila kiungo, kiuno, miguu, kila kiungo, utumbo mkubwa, utumbo mdogo. Roho Mtakatifu, kiweza kunena kwa lugha, hebu nena tu kwa lugha kwa dakika chache. Nena tu kwa lugha, nena tu kwa lugha, nena tu kwa lugha. Achilia lile kusudi lililofanyika pale msalabani, ya damu hii kumwagika katika jina la Yesu. Kusudi lililofanyika msalabani, la damu hii kumwagika. Rapa sikianto robo saka, raba bayanto robo sika, raba yanta, rama mayanto robo sika, raba yanta, rama masaira, rapo sirianto robo sika. Naomba mtu mmoja kanitia wale walioko kule jikoni. Rika saiko romo sikianta, rama saka, raba bayanto robo saka, rama masaira, Rabayanta ramamasaka rabosirianto robosika rabayanta. Baba, tunatangaza mauti yako hata ujapo. Baba, tunatangaza mauti yako hata ujapo. Baba, tunatangaza mauti yako hata ujapo. Mauti yanayonena uzima, mauti yanayonena uhai, katika jina la Yesu Kristo. Ulisema kwa sababu unaishi na sisi tutaishi, nasi tunatangaza uzima, nasi tunatangaza uhai, katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza uzima na uhai, tunatangaza uzima na uhai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo ninatangaza urejesho katika jina la Yesu Kristo, urejesho wa uzima uliopotea, urejesho wa afya iliyopotea katika jina la Yesu Kristo. Ninasema nawe maumivu kanyamaze kimya milele katika jina la Yesu. Una nguvu tena kwenye umwili katika jina la Yesu Kristo. Ninakunyamazisha milele, ninakunyamazisha milele, ninakunyamazisha milele katika jina la Yesu Kristo. Nenda na ukawe mzima. Pokea afya na amani. Pokea afya na amani, na chochote unachoenda kufanya kikawe hai. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Tuseme Zaburi ya 23. Mtoto ambaye hajabatizwa aturuhusu. Mtu mmoja mwelewesha, aturuhusu watoto ambao hawajabatizwa. Haleluya. Naomba usimame tuseme Zaburi ya 23 kwa pamoja. Sema, Bwana ndio mchungaji wangu,
sintapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hujilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sintaogopa mabaya, maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani na huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamea waliotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Makofi ya kumshangilia katika kile alichokifanya. Haleluya. Amen. Sasa kamata sadaka yako nzuri. Kwa wewe unayenisikiliza kwa njia ya mtandao, kwa wewe unayenisikiliza kwa njia ya mtandao, namba yetu ya sadaka ni 0768 12 13. Nitarudia tena 0768 12 13, na jina litakalojitokeza ni Calvary Assemblies of God. Usiache maombi haya yakapita bila kutoa sadaka. Kwa njia ya kutoa sadaka, ina maana unajiunganisha na madhabahu iliyofanya ibada hii. Na pia changia redio, peleka injili kwa kuchangia redio kwa namba hiyo hiyo. Kwa hiyo sasa pale mahali uliko, hebu anza kutuma sadaka yako kwenye hiyo namba 0768 12 13. Kamata simu yako niombe, na we kamata sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ninainua sadaka hii sasa mbele zako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaileta patakatifu pako nikiwa nimeifunika kwa damu ya Yesu Kristo, nikiomba Bwana kwa damu ya Yesu Kristo sadaka hii kapate kibali cha uzima, kibali cha uhai, kibali cha afya katika jina la Yesu, kibali cha utulivu, kibali cha urejesho wa vitu vyote vilivyoliwa na parare na madumadu na tunutu katika jina la Yesu Kristo. Nami kwa mamlaka ulionipa natangaza baraka juu yao, natangaza mafanikio juu yao katika jina la Yesu Kristo. Nenda na ukawe mzima. Amen. Nitarudia tena, namba zetu za sadaka ni 0768 12 13. Karibu sana ujiunge nasi tena, tutakuweko hewani saa 3 usiku, tutakuweko tena hewani saa 3 usiku, tutakuweko hewani kwenye kile kipindi cha saa ya kuchoma takataka, na saa 4 usiku tutakuwa hewani kwenye kipindi cha maporomoko ya baraka, na saa 7 usiku tutakuweko kwenye kipindi cha kesha na ya. Lakini usikose ibada zetu siku ya Jumapili. Ibada yetu Jumapili ni saa 12 kamili asubuhi. Karibu sana ukutane na Mungu aliye hai katika kanisa la Jesus Power Miracle Center. Amen. Ninaomba kwa